Bana, katika Kombolela mambo yanazidi kupamba moto. Dachina amefunga ndoa tena msikitini, na amefunga ndoa na kijana mdogo ambaye huyo kijana mama yake mzazi amesoma na Dachina. Kwa hiyo ndio ambacho kimetokea. Huku upande wa Vene haelewi hatima yake baada ya yote kutokea, kwa sababu ni kama vile familia ile ya mtu ambaye alikuwa anataka kuja kumuoa ni kama wamekwisha kumkataa, na hapo anazidi kupata huzuni mpaka inapelekea hatua ya Vene kulia kwa hasira sana na kwa masikitiko. Kwa upande wa Chiku, yeye mambo yanazidi kuwa mabaya kwake, kwa sababu leo amegundua kitu ambacho hakuwa akikifahamu kwa muda mrefu. Ni kwamba huyu Mwamini alikuwa ana lengo la kuhakikisha anamuondoa katika nafasi ambayo alikuwa nayo. Yaani Mwamini alikuwa anataka aolewe na Dr. Abasi. Hilo liko wazi na tunajua kabisa mama yake Mwamini ndo alikuwa amemtuma aende akahakikishe anatimiza jambo hilo. Lakini baada ya hapo amekuwa akilia sana Chiku baada tu ya kufahamu tukio hilo, kwa sababu hata hapa tunaona baada ya kufika katika familia ya mzee Kikala, kabla wote kuwa wamerudi, Cholo alikuwa na Hamadi wakihakikisha wanambembeleza at least anyamaze, kwa sababu alikuwa akilia kwa uchungu sana kwa yale yote ambayo yalikuwa yametokea, na alikuja na mabegi kabisa ya Mwamini moja kwa moja, hataki Mwamini aendelee kuishi katika nyumba yake. Kingine ambacho kimetokea baada ya Awadhi kuwa amefika katika familia hii ya mzee Kikala kwa ajili ya kumfuata mke wake, basi kuna jambo ambalo lilikuwa limetokea. Tunaona Cholo ilifikia hatua akaamua kupigana na huyu Awadhi, kwa sababu kwanza Awadhi alikuwa ameshampiga mashavu, lakini pia ukiachana tu na kumpiga mashavu, alikuwa amemtengua mkono na anataka aondoke naye tena kwa nguvu, huku mashavu akiwa hataki kuondoka. Lakini mwisho wa siku hatima ilikuja ikatokea kwamba Awadhi aliamua kuondoka na mke wake kinguvu, na akafanikisha jambo hilo bila mtu yoyote kumzuia, kwa sababu yule ni mke wake halali, ni mke wa ndoa, japokuwa ni mke wa pili.